are the questions that we are going to answer. Also, tutaangalia what are the characteristics of an approved worker. How do we know that this is an approved worker? What sort of criteria and characteristics does this person possess? Also, we'll also look at the responsibilities of an approved worker, the responsibilities of an approved worker, and the challenges that an approved worker faces and how to handle them. We'll also look on how to stir up the gift of God. And also we'll also look on how one can become an approved worker. Also we'll look on we'll also focus a little bit on the call of God to ministry. So we have like 7 questions and we'll go through them, all of them, and I believe God will speak to us. Let's pray. Father in heaven, we thank you and we love you. Thank you for giving us an opportunity to come together in this class to learn and to hear from you. Lord, I pray that, Father, you speak to us. I pray that, Father, Lord, you use me as a vessel to speak to your people, and through the words that you have kept in my heart, I pray that, Father, the lives of your children will be transformed for good. In Jesus' name, Lord, I pray. Amen. What does it mean to be an approved worker? That is a very important question that we need to answer. Tukisema mtu aliyekubaliwa na Mungu. Paulo anamwambia Timotheo, jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu. Mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari. Kwa mtenda kazi aliyekubaliwa ni yupi? Ni nani? Ni nani? Kwanza huu mstari tu wenyewe unatuonyesha kwamba ukiambiwa do your best to present yourself as one approved, it means that there is a standard. There is a standard that is there. So you are encouraged to do your best to meet that standard. That standard. Because kitu cha kwanza, Paul is introducing us to the fact that we just don't do ministry, we just don't do the work of God. There is a standard. There is a standard that is set. And the second thing is that this scripture also signifies that there are workers who are approved and those who are not approved. There are approved workers and unapproved workers. Kwa sababu ukiambiwa do your best to present yourself as one approved, that means if you don't do your best, you will still be a worker, but you will be an unapproved worker. So there are workers that are approved and workers that are not approved. And why? How do we know that these are approved and these are not approved? Because there is a standard. There are criteria to be met for one to be either approved or unapproved. The third thing that this scripture tells us is that not every worker in the kingdom of God is an approved worker. Kuna wafanyakazi hewa hata kwenye ufalme wa Mungu. Kuna wafanyakazi hewa. So not every worker in the kingdom of God is an approved worker. Msikilize Yesu anachosema kwenye Mathayo 7:22 hadi 23. Mathayo 7:22 hadi 23, Yesu anasema, wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana. Hiyo Bwana, Bwana inamaanisha msisitizo. Ukiona amin, amin au Bwana, Bwana, that is an emphasis. Kwa hao watu walikuwa wanasisitiza. Wanasema, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Sikiliza majibu ya Yesu. Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Sasa hawa watu walimwambia Yesu kwamba mwanzoni hapo anamwambia wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako kutoa pepo, kwa jina lako kufanya miujiza. Kwa hawa watu walikuwa wanatoa unabii, walikuwa wanatoa pepo na walikuwa wanafanya miujiza. Kwenye ufalme wa Mungu, hawa walikuwa ni watendakazi au hawakuwa watendakazi? They were workers, ndio? Now maybe a $1 million question is, were they approved workers? Kwa wameenda mbele za Yesu. Imagine wametumia maisha yao yote hapa duniani wamefanya kazi. Alafu mwisho wa siku wameenda mbele za Yesu Kristo, wanamtajia kazi walizozifanya. Lakini Yesu anawaambiaje? Anasema ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Binafsi wakati nasoma huu mstari nilitarajia Yesu angewaambia, hamkutoa pepo kwa jina langu, wala kwa jina langu hamkutoa unabii, wala kwa jina langu hamkufanya unabii wala kutoa pepo wala kufanya miujiza kwa jina langu. Lakini Yesu anamwambia mlifanya.
Yaani hao yote mnaosema ni kweli, mlitoa pepo kwa jina langu, mkafanya miujiza kwa jina langu, mkatoa unabii kwa jina langu, lakini you are not approved. You did not have my approval. Kwa nini? Hapa mwishoni anasema sikuwajua ninyi kamwe. Kuna vitu kadhaa viko hapo kwenye huo mstari ambavyo ningependa uvione. Kitu cha kwanza ni ukweli kwamba hatumjui Mungu kwa kufanya kazi yake. Hatumjui Mungu kwa kufanya kazi yake. Yesu anawaambia sikuwajua ninyi kamwe, japo walikuwa wanafanya kazi ya Mungu. Hatumjui Mungu kwa kufanya kazi yake. Lakini kitu cha pili, usitishwe sana na matendo ya nje yanayoonekana. Sio kila mtu ambaye anatoa pepo, anatoa unabii is an approved worker. Is an approved worker. Kuna criteria ambazo Yesu aliziweka na hapa mwishoni anazisema kwamba hawa watu kwanza hawakuwa na mahusiano naye. Walikuwa wanafanya kazi ya Mungu lakini hawakuwa wanamjua Mungu mwenyewe, na Mungu mwenyewe alikuwa hawajui pia. Kwa hiyo unaweza ukafanya kazi ya Mungu na ukaleta matunda kwenye ufalme wa Mungu, halafu Yesu akawa hakujui na wewe pia humjui. Lakini cha pili, mtu ambaye hana muda na Mungu na Mungu hamjui, utamuona pia kwa maisha yake. Yesu anawaambia ondokeni kwangu ninyi mnaofanya nini? Mnaotenda maovu. Kwa character na tabia ya mtumishi inaonyesha kwamba this is an approved worker or is not an approved worker. Tutaenda mbele baadaye kwenye hiyo. Nataka nikupe huu mfano ukusaidie kuona tofauti ya ninachokisema. Unajua Yesu alisema mavuno ni mengi, si ndio? Na watendakazi ni wachache. Sasa kuna muda kwa sababu ya wingi wa mavuno na kazi inabidi ifanyike. Yaani inawezekana mtu akaingia akawa anaendelea kuleta mavuno, kumbe yeye mwenyewe sio sehemu ya watu ambao Yesu Kristo anawafahamu. Ndio maana Paulo anasema nautesa mwili wangu ili nikisha kuwahubiria wengine mimi nisije nikakataliwa. Kwa sababu kuna possibility unaweza ukafanya kazi kweli lakini Mungu humjui na yeye hakujui. Fikiria unajenga nyumba yako labda. Ukija kujenga nyumba yako. Halafu umeenda umemtafuta engineer, contractor ule umempa kazi yote. Kuna watu wanajenga hivyo, nafikiri ni namna nzuri ya kujenga. Mnakaa chini na engineer, unapiga gharama zote za materials na za ufundi na za kila kitu hadi za finishing. Halafu anakuambia labda ni milioni 300. Kwa mfano unajenga nyumba ya milioni 300. Unampa hela, mmemalizana, mnaandikishana mikataba, wewe unakuja kuchukua nyumba ikiwa imekamilika. Unakuja kuchukua. Sasa fikiria umeingia mkataba na contractor kwa staili hiyo. Halafu huyo contractor kumbuka yeye ni professional wa kujenga peke yake. Lakini kwani nyumba hadi ijengwe ishe inahitaji fundi mjenzi wa kupanga tofali peke yake? Kuna mafundi wanahitajika wengine hapo wa wiring, wa umeme, wa plumbing, rangi, vitu vingi sana vinahitajika hapo. Kwa hao wote kumbuka wanakuja kufanya hizo kazi kwenye nyumba yako wewe. Lakini sio wewe uliyewaleta. Wewe ushampa mtu mmoja kazi, yeye ndo anayewafahamu au ndo anaowaleta. Sasa fikiria unakuja kukutana na fundi bomba siku moja. Anakusimamisha huko mjini. Anakwambia bwana wewe ni rafiki yangu sana. Kwa nini? Anakwambia kwa sababu mimi nilitengeneza mabomba kwenye nyumba yako. Bila shaka utajua kwamba huyu mtu yani kweli amefanya kazi yangu, siwezi kukataa. Lakini yeye na mimi hatufahamiani kwa sababu sikuwa namfahamu hata wakati anafanya hiyo kazi. Aliyemleta kwenye hiyo kazi alikuwa ni nani? Alikuwa ni mtu mwingine. Kwa hiyo ndio ambacho Yesu Kristo anakisema. Kuna muda kwa sababu the harvest is plentiful. Mtu anaweza akajikuta anafanya kazi ya Mungu alafu hajafocus kwenye kumjua huyu mwenye nyumba mwenyewe ni nani. Kwa sababu huwezi kumjua huyu mtu kwa kujenga nyumba yake. Ukitaka kumjua inabidi kuna hatua ya ziada ambayo inahusisha nyie wawili kukaa pamoja. Kwa Mungu pia hatumjui Mungu kwa kufanya kazi yake. Hatui approved workers just kwa kufanya kazi. Tunakuwa approved workers cha kwanza kwa kuwa na mahusiano. Kwa kuwa na mahusiano personal na huyu Mungu mwenyewe. Na tukiwa na mahusiano personal na yeye hata sema kwamba sikuwajua ninyi. Kwa sababu atakuwa anatujua. Atakuwa anatujua. Mhubiri aliyemaliza Dr. Nsia alikuwa ni kama alikuwa anasoma notisi zangu. Kama Paulo mapepo yale yaliyowapiga wana wa Skewa yalisemaje?
Alisema Yesu tunamjua na Paulo tunamjua. Swali sasa ni ninyi ni kina nani? Kwa hata mapepo pia yanajua unapproved workers. Wale walikuwa wanatoa mapepo kwa jina la Yesu, lakini hawakuwa na mahusiano na Yesu Kristo. Na shetani anajua kwamba huyu ni mfanyakazi hewa, anafanya kazi lakini hayuko kwenye daftari kule la mwajiri wake. So an approved worker is one who has a personal relationship with God. That is key. Is one that has a personal relationship with God, one who is a true disciple of Jesus Christ. Yeye mwenyewe kwanza ni mwanafunzi wa Yesu Kristo, mwanafunzi anayemfuata Yesu. Yesu anawaambia ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Huwezi kuwa mwanafunzi wa kweli wa Yesu Kristo alafu ukaendelea kuishi kwenye kawaida ya dhambi. Kwa mwanafunzi, mtendakazi ambaye amekubalika ni mtendakazi ambaye ana mahusiano na Mungu na ambaye anauishi wanafunzi wa Yesu. Ule aliyosema ujikane mwenyewe, uchukue msalaba wako kila siku unifuate. Huyo ndo an approved worker. So one who is carrying their cross daily, one who is diligent in the study of the word. Paulo anamwambia Timotheo, study to show yourself approved. To show yourself approved. One who is diligent in the study of the word. One who has been trained, who has been tested, and one who has been found competent in handling God's word. One who has been trained, hebu sema trained, tested, and one who has been found competent in handling God's word. That is an approved worker. That is an approved worker by definition. Sasa let's go to the next part. Characteristics and responsibilities. Characteristics and responsibilities of an approved worker. Characteristics and responsibilities of an approved worker. The first characteristics tumesema an approved worker lazima awe na mahusiano na Mungu. One who has a relationship, a living relationship with God, a vibrant relationship with God. Ili Yesu Kristo aweze kuwa anakufahamu. Na wewe pia wewe unamfahamu. Kwa sababu kama ukiwa una muda na Yesu Kristo, una mahusiano yaliyoko hai na yeye, utakuwa unamfahamu Yesu na yeye pia atakuwa anakufahamu. Kwa hawezi kukuambia ondoka kwangu sikukujua. Utakuwa unafanya kazi huku Yesu anakujua. Kwa hiyo that is very important. Ni kitu cha muhimu na ni kitu cha kwanza. An approved worker lazima mara zote ya focus pia kwenye mahusiano yake yeye binafsi na Mungu. Na unajua kitu cha kwanza ambacho Yesu alituokoa ili tufanye. Yesu hakutuokoa ili tufanye huduma. Huduma lazima tufanye. Lakini huduma sio kitu cha kwanza. Biblia inasema akawaita wale 12 ili wakae naye kisha watume kwenda kuhubiri. Cha kwanza ni nini hapa? Kukaa naye. Cha kwanza ni relationship. Yaani kabla hujaenda kuniwakilisha, njoo kwanza ujue mimi nikoje. Nafikiria vipi, nafanyaje mambo? Come and stay with me. Ukiniuliza sababu mojawapo kwa nini tuna mvurugano mkubwa sana kwenye mwili wa Kristo sasa hivi, ni kwa sababu watu wanakimbia kwenda kufanya huduma kabla ya kukaa na Yesu. Kwa unakutana na mtu anaongea vitu ambavyo unasema huyu hapa angekaa kidogo akawa disciple huyu amefungua kanisa akiwa bado ni mchanga. Hana nia mbaya. Ni Mkristo mzuri, ana passion, ana zeal, lakini Biblia inasema it is not good to have zeal without what? Without knowledge. Ana passion, ana zeal, ana upako, lakini doctrine hakuna. Kwa nini? Mungu hamjui, yani anachanganya vitu vya huku na huku na huku. Kwa nini? Kwa sababu hakutulia kwanza. Yesu anataka cha kwanza ukae naye, kisha ukitoka hapo ukienda kumwakilisha utamwakilisha kwa usahihi. Biblia inasema pale Matendo sura ya 3, walipouona ujasiri wa Petro na Yohana na wakiwa wanajua kwamba hawa ni watu wasio na elimu, wakajua kwamba they had been with Jesus. Pale Petro na Yohana walikuwa wanafanya kazi ya ufalme. Walikuwa wameinua kiwete pale kwenye mlango mzuri. Baada ya hapo watu wakakusanyika, kwa wakapiga
wakaanza kupiga Injili, wakapelekwa kwa baraza. Walikuwa wanafanya kazi ya ufalme. Lakini walipowaangalia tu, unajua mtu ambaye amekaa na Yesu anajulikana. Hata wewe ukikutana naye unajua huyu mtu anamjua Yesu. Na Yesu pia anamjua. Kwa walivyoangalia wakasema hawa watu hawana elimu kwa sababu tunawafahamu. Lakini kwa haya mambo wanaoyafanya na hivi vitu wanavyovisema na huu ujasiri walionao, hawa ni watu ambao wameshawahi kukaa na Yesu. They have spent time with Jesus. Kwa hiyo tunamjua Mungu kwa kukaa naye. Tunamjua Mungu kwa kukaa naye. Tukikaa na Mungu tutamjua na yeye pia atatujua sisi. Unajua mwana mpotevu, mara nyingi sana tukisoma story ya mwana mpotevu tunaongea kuhusu mwana mpotevu mwenyewe. Lakini Yesu kwa makusudi kabisa alimweka pale na kaka yake mwana mpotevu. Kaka yake mwana mpotevu alikuwa ni mtoto ambaye hakuwa na mambo mengi. Hakuwahi kuondoka nyumbani, yani alikuwepo nyumbani kwa baba yake. Lakini baada ya mdogo wake kuondoka akarudi, hapo ndipo unagundua kumbe mwana mpotevu alikuwepo nyumbani lakini alikuwa hana muda na baba yake. Kwanza picha inaanza anarudi, yani amekuja, alikuwa anarudi kutoka shambani. Kwa alikuwa anafanya kazi. He was a worker. Alikuwa anafanya kazi, lakini amekuja tu cha kwanza anakuta pale kuna celebration. Kuna shamra inaendelea. Akauliza, jamani kuna nini? Akaambiwa mdogo wako amerudi na baba yako amemfanyia sherehe. Cha kwanza akasusa. Kuingia ndani. Baadaye baba yake amekuja kumbembeleza aingie, akamwambiaje? Anamwambia mimi nimekutumikia miaka hii yote. Hujanipa ndama nifanye sherehe na rafiki zangu. Lakini huyu mwana wako ambaye ametumia vitu vyake na makahaba, alivyokuja umemfanyia sherehe. Sasa hapo in summary anamshutumu babake kwamba he is unfair and unjust. Kwamba mimi ninayefanya vizuri hujanifanyia chochote. Lakini huyu mtoto wako ambaye yeye hastahili umemfanyia. Sasa kumbuka ule mfano, Yesu alikuwa anaongea kuhusu Baba wa mbinguni, alikuwa haongelei baba wa duniani. Sasa wewe kwa unavyomjua Mungu, Mungu ni unfair? Zile shutuma alizokuwa anapewa anazistahili? Unafikiri kwa nini kaka wa mwana mpotevu alikuwa haujui moyo wa baba yake? Inakuonyesha kwamba alikuwa hana muda na baba. Kwa alikuwa hajui baba yake moyo wake ukoje. Yaani angekuwa anamjua baba yake, angemwambia ni baba, wewe una rehema sana. Wewe ni mwingi wa huruma na sio mwepesi wa hasira. Ni mwingi wa kusamehe. Hata mimi siku nikikosea kumbe utanifanyia vizuri kama mdogo wangu ulivyomfanyia. Lakini alikuwa hamjui baba yake. Yaani alikuwa anaishi naye, anafanya kazi za baba yake, lakini kwa sababu pia alikuwa hana muda na baba, hata haki zake alikuwa hazijui. Yaani sawa na Mkristo ambaye Biblia inasema, Sulemani anasema nimeona kitu cha ajabu juu ya nchi. Watumwa wanapanda farasi, alafu watoto wanatembea kwa miguu kama watumwa. Perfect illustration kwenye Agano Jipya ni kaka wa mwana mpotevu. Anakula mihogo, anaishi, wakati babake anamwambia mbona kila kitu nilichonacho ni cha kwako? Yaani yeye anasubiri apewe mwana ndama, kumbe yani angekuwa tu anaojua moyo wa babake angekuwaga anachukua tu mwenyewe. Anaendelea. Lakini Mkristo ambaye hana muda na Yesu, hata haki zake atakuwa hazijui. Hata haki zake atakuwa hazijui, ataonewa, ataishi maisha ya kushindwa, lakini kumbe kinachokosekana ni muda na Mungu. Kwa first characteristic ya unapproved worker. Kaka wa mwana mpotevu, he was a worker. Hatuwezi kumshutumu kwamba alikuwa mvivu. Amekaa nyumbani, alikuwepo kanisani. Yaani wewe ichukulie pale nyumbani, yule ni Mkristo ambaye hajawahi kuondoka kanisani. Yupo anafanya kazi, anapiga vyombo, anaimba kwaya, anahubiri, anafanya kazi ya Mungu. Lakini muda na Mungu mwenyewe hana. Muda na Mungu mwenyewe hana. Karibuni sana. Unapproved worker lazima awe na muda. Lazima awe na muda na Mungu. Lazima awe na muda na Mungu. Unajua kuna watu wanamjua Mungu kama baba tu. Kuna watu wanamjua Mungu kama baba tu. Anambia mimi Mungu wangu mimi ni Mungu wa upendo. Huyo Mungu wenu anayechoma watu, huyo sio wa kwangu. Huyo ni mtu ambaye ukimkuta mtu anahubiri hivyo, anahubiri one sided, ujue pia ni mtenda kazi ambaye hana muda na baba yake. Kwa sababu Mungu huyu ambaye ni baba, huyo Mungu pia ni judge. Huyu Mungu huyu ambaye ni wa upendo, huyu Mungu pia ni wa haki. Ni Mungu wa haki. Kwa
hiyo yote mtu ambaye ana muda na Mungu ataweza kuelewa, atamuelewa Mungu kwa upana wake, ataweza kumuelewa Mungu kwa upana wake. Unafikiri kwamba ni coincidence kwamba watu wote walio underperform kwenye Biblia, watu wote ambao walikuwa wame underperform kwenye ufalme wa Mungu walikuwa hawamjui Mungu? It wasn't a coincidence. Kwa mfano kaka wa mwana mpotevu, he lived below his potential, lakini ukifuatilia utagundua alikuwa hamjui Mungu, alikuwa hamjui baba yake. Kwa hiyo akaishi below his potential. Ule mtumwa, unamkumbuka ule mtumwa mbaya yule aliyepewa talanta moja akaifukia? Yesu alivyorudi, wakati anaulizwa alisemaje? Alimwambia najua, mimi nilikuwa ninajua kwamba wewe unakusanya bila kutawanya. Kumbuka anamdescribe Yesu hapo. Huyo ndio Yesu alivyo. Kwa kilichomfanya afiche talanta cha kwanza ni kwa sababu alikuwa he had a wrong theology. Hakuwa anamjua Mungu. Kwa nini hakuwa anamjua Mungu? Hakuwa na muda na Mungu. Amepewa vipawa na karama, lakini kwa sababu hana muda na Mungu, hivyo vitu vyote haviwezi kuzaa matunda kama ambavyo Mungu amekusudia, vizae matunda. Kwa hiyo tukikaa na Mungu tuna qualify tukamjua Mungu, tuna qualify kuwa approved workers. Kitu cha ajabu ambacho pia nimekigundua hivi karibuni, unawakumbuka wale rafiki zake Ayubu wale watatu wale kina Elifazi Mtemani na wenzake wale wawili, wakati muda wote pale wanamuongelea Mungu isivyo, when they were misrepresenting God, Mungu hakuja. Yaani uwepo wa Mungu haukushuka na Mungu hakuongea. Lakini hapo katikati akaingia mtu wa nne hapo. Akaingia mtu wa nne pale. Alikuwa anaitwa nani? Elihu. Ameingia Elihu akanyoosha theolojia. Akamuongelea Mungu kwa usahihi. Pale amemaliza Elihu, Yawe akaingia akaanza kuongea. So that tells you kwamba ili uweze kumwakilisha Mungu na uweze pia kumuona Mungu as an approved work. Hapa simuongelee Mkristo mchanga. Lazima uwe na ufahamu sahihi. Ukae na Mungu uweze kuwa na ufahamu sahihi juu ya Mungu. Unajua unaweza ukafanya mambo mengi sana kwenye huu ufalme wa Mungu. Kuna vitu vingi sana vinaweza vikakukeep busy kuanzia Januari hadi Disemba. Lakini hakuna kitu kitakachokupa matokeo makubwa kama muda ambao utautumia binafsi na Mungu. Yaani vitu vyote unavyovifanya kwenye ufalme wa Mungu vinatakiwa viflow kutokea kwenye muda wako binafsi na Mungu. Muda binafsi na Mungu ndio uwekezaji wa maana zaidi unaoweza kuufanya baada ya kumpa Yesu Kristo maisha yako. Kwa as an approved worker, cha kwanza unatakiwa ukumbuke kwamba wajibu wako wa kwanza ni kuwa na mahusiano yaliyoko hai na Mungu na kuwa na muda. Hiyo inawezekana kwa kuwa na muda na Mungu kwenye maisha yako ya kila siku. Kwa the first characteristic ya an approved worker ni ipi? Personal relationship with God. Characteristic ya pili, inabidi tuende kwa haraka, we have a lot of ground to cover. Characteristic ya pili ni you have to be baptized in the Holy Spirit. You have to be baptized in the Holy Spirit. Matendo 1:8 inasema nanyi mtapokea nguvu, bali mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi ndio weka hapo anakuwa commissioned hapo. Weka anakuwa commissioned. Yaani Yesu, hivi unajua wakati Yesu anapaa kwenda mbinguni, wanafunzi walikuwa wameokoka. They were born again. And the fact tu kwamba Roho Mtakatifu alivyokuja aliwajaza. Roho Mtakatifu hawezi kumjaza mtu ambaye hajaokoka. Kwa wanafunzi wa Yesu walikuwa wameokoka wakati Yesu anawaambia wabaki Yerusalemu. Alikuwa tayari ameshawaambia wafurahi kwamba majina yao yameandikwa mbinguni. Alikuwa ameshamwambia Petro kwamba mtu aliyeoga hahitaji kuoga tena, anahitaji tu kutawadha. Hayo yote alikuwa tayari, lakini Yesu kabla hajawapa kazi, one of the criteria ambazo ilibidi wazimiti ili waweze kuwa na matunda
aliwaambia wasubiri wawe wabatizwe katika Roho Mtakatifu. So you cannot be effective as a worker in this kingdom tukiviolate hii principle ambayo Yesu mwenyewe aliestablish. Yaani pamoja na agency ya injili kwamba inabidi injili iende, lakini Yesu aliwaambia hapana, yaani mkiipeleka hivi mtarudia njiani. Subirini hadi kwanza mvikwe uweza utokao juu. Mvikwe uweza utokao juu. Yesu mwenyewe hakufanya chochote cha ufalme. Chochote hakufanya muujiza, hakufundisha hadi Roho Mtakatifu alipokuja juu yake. Aliposema Roho wa Bwana yuko juu yangu. Roho wa Bwana yuko juu yangu, amenitia mafuta kichwani, akaanza kutaja kazi anazoenda kufanya. Akaanza kusema kazi anazoenda kufanya. Kwa hadi baada ya ameshabatizwa, ameshajaa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu akamuongoza kwenda kufunga siku 40. Ametoka hapo akaenda akafungua chuo cha Isaya, akaanza kusema kazi ambazo amekuja kuzifanya. Kwa kitu cha kwanza, sentensi ya kwanza iliyotoka kwenye mdomo wa Yesu Kristo ambayo iko recorded, sentensi ya kwanza baada ya kubatizwa na baada ya kufunga siku 40 ilikuwa inamhusu Roho Mtakatifu. Na sentensi ya mwisho ya Yesu Kristo kabla hajapaa kwenda mbinguni ni Matendo 1:8. Nanyi mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Kwa sentensi ya kwanza ya Yesu inamhusu Roho Mtakatifu na ya mwisho pia inamhusu Roho Mtakatifu. Ukristo wenye ufanisi hauwezekani bila nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu hii kazi tunayofanya ni kazi ya Mungu, sio ya kwetu. Na reference yetu, tukisema mfano tunataka revival, reference yetu ni kanisa la kwanza, kanisa la Matendo. Sasa kitabu cha Matendo ya Mitume kina sura ngapi? 28. Kwenye zile sura 28 Roho Mtakatifu ametajwa mara 55. Hiyo ni average ya mara 2 kwa kila sura. Sasa unajua pia kitabu cha Matendo kinaitwa an unfinished book of the Bible. Ni kitabu cha Biblia ambacho hakijaisha. Kwa nini? Kwa sababu pale ambako Paulo ameishia pale akiwa Rumi, ameendelea Mkristo mwingine na mwingine, na wewe saa hizi ndio unaendelea. Kwa na wewe unaandika chapter yako ya Matendo. Na kile ni kitabu cha matendo ya Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu bila Roho Mtakatifu hakuna kanisa. Bila Roho Mtakatifu hakuna kanisa. Unajua shetani anajua cha kufanya na kanisa ambalo halina Roho Mtakatifu. Lakini shetani hajui cha kufanya na kanisa ambalo limempa Roho Mtakatifu nafasi. Ndio maana hata ukifuatilia mafundisho potofu kuanzia kwenye historia ya kanisa, asilimia kubwa mafundisho potofu pia yanamhusu Roho Mtakatifu. Kuna hadi madhehebu ya Kikristo ambayo tunakubaliana vitu vyote isipokuwa Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu shetani anajua Roho Mtakatifu akipewa nafasi, yeye hana cha kufanya na hilo kanisa. Mwandishi mmoja anaitwa A.W. Tozer. A.W. Tozer anasema kwenye hili kanisa la siku za mwisho, hili kanisa letu hili tulilopo sisi, asilimia 95 ya mambo tunaofanya yanaweza yakaendelea ikitokea Roho Mtakatifu ameondoka. Yaani in other words anamaanisha Roho Mtakatifu tumempa nafasi ya 5% peke yake. Asilimia zilizobaki hata ikitokea Roho Mtakatifu ameondoka hatutajua. Sasa kwa mujibu wa Yesu Kristo na kwa mujibu wa maandiko, huwezi kuwa ni approved worker bila nguvu ya Roho Mtakatifu, bila upako wa Roho Mtakatifu, bila uwezesho wa Roho Mtakatifu. Hivyo unafikiri kwa nini watu wote waliokuwa na ushawishi kwenye Agano la Kale Mungu aliwabatiza kwa Roho Mtakatifu? Wafalme walikuwa na Roho Mtakatifu. Yaani Sauli na usumbufu wake wote, Sauli alikuwa na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu alivyoondoka akachanganyikiwa. Yeye anasema roho mbaya ikamuingia. Sauli alikuwa na Roho Mtakatifu. Daudi hata alivyozingua, yani akaharibu, anamwambia Mungu, yani wewe kama ondoa vitu vingine, lakini usiniondolee Roho wako Mtakatifu. Alikuwa anajua Roho Mtakatifu mchango alionao. Kina Samsoni na mambo yake yote. Samsoni alikuwa na Roho Mtakatifu. Kwa manabii walikuwa na Roho Mtakatifu, wafalme walikuwa na Roho Mtakatifu, judges walikuwa na Roho Mtakatifu.
Unafikiri kwa nini Mungu aliwapa Roho Mtakatifu japo Yesu alikuwa bado hajaja? Yaani in other words, naweza nikasema Mungu aliwakopesha Roho Mtakatifu kabla ya wakati. Mungu aliwapa Roho Mtakatifu kwa sababu wale walikuwa wanamwakilisha Mungu, na kwa kanuni za kimungu huwezi kuwa effective bila nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ilibidi Mungu afanye namna yoyote wale wawe na Roho Mtakatifu. Na kwa sababu Musa anajua nguvu ya Roho Mtakatifu. Kipindi kile wale wazee 70 walivyotabiri, alafu kuna wawili walikuwa wamebaki hemani. Akaja kuambiwa, Bwana, kuna wazee wawili kule wamebaki wanatabiri. Joshua akamwambia Musa wakataze. Yaani Musa akamwambia Joshua, na paraphrase, akamwambia ingekuwa ni mimi ninayeamua, ningeamua watu wa Mungu wote wajae Roho Mtakatifu. Kwa sababu Musa alikuwa anajua jinsi ambavyo nguvu ya Roho Mtakatifu imemsaidia yeye kufanya vizuri. Na alikuwa anajua wana wa Israeli ninaposumbuana nao hawa, ikitokea wote wamejaa Roho Mtakatifu hatutasumbuana tena. Sasa hiyo sentensi ya Musa ulikuwa ni unabii. Ni unabii wa siku ambazo wewe na mimi tunaishi. Yoeli anasema itakuwa siku za mwisho nitamwaga roho yangu juu ya wote wenye mwili. Hizi ndio hizo siku. Kwa ili uweze kuwa ni approved worker, you have to make room for the power of the Holy Spirit. Itamani nguvu ya Roho Mtakatifu. Jifunze kuhusu nguvu ya Roho Mtakatifu. Soma kitabu cha Matendo ya Mitume. Wewe mwenyewe kisome. Yaani unajua kuna mtu kinachomzuia asijazwe Roho Mtakatifu ni mafundisho aliyokuwa akipewa. Sasa soma Biblia basi na wewe mwenyewe. Halafu uone. Kwa hiyo bila nguvu ya Roho Mtakatifu tutakuwa bize, lakini hatutakuwa na ufanisi. Naipenda sana Matendo 10:38. Matendo 10:38 inasema, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and what? And power. And then baada ya hapo he went about doing good. Akaanza sasa kutenda kazi njema. Kwa nini? Kwa sababu nguvu ya Roho Mtakatifu ilikuwa juu yake. Kitu cha tatu characteristic ya tatu ya an approved worker, and this is your characteristic and also is your responsibility. You need diligence in the word. Sema diligence in the word. Paulo anamwambia Timotheo, study to show yourself approved. Jitahidi. Study to show yourself approved. You need diligence in the word. To be able to correctly handle the word of truth. To be able to correctly handle the word of truth, you need to be diligent in your study of the word. Unahitaji kuwa na bidii katika neno. 1 Timothy 4:16. 1 Timothy 4:16, Paulo anamwambia Timotheo, watch your life and doctrine closely. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. Watch your life and your doctrine closely. Kuwa na bidii kwenye kusoma neno kiasi kwamba isiwe rahisi mtu kukupiga fundisho potofu afu ukapotea. Isiwe rahisi mtu kupiga fundisho potofu afu ukapotea. Juzi kuna clip ilikuwa inatembea mitandaoni, mtakuwa mmeiona. Inaosema Yesu alipokuwa hapa duniani alikuwa mwanadamu tu, hakuwa Mungu. Alikuwa tu mwanadamu kama mimi, kama wewe. He was just a human being. Sasa na rafiki yangu mmoja alienda kwenye hiyo session. Halafu alivorudi akawa yuko convinced kabisa kwamba ni kweli. Kwamba Yesu alipokuwa hapa duniani aliishi kama mwanadamu tu, hakuwa Mungu. Ndio maana anasema tunaweza tukaishi kama yeye na nini. Nikamwambia okay. Nikamwambia you have been in church miaka hii yote. Halafu all it took kwa wewe kutolewa kwenye fundisho sahihi ni mtu kuongea kwa 1 hour. Your 20 years of being in church zimefutwa na mtu ambaye amekaa tu kwenye kiti akashika microphone for 1 hour. Umekuja saa hizi unafikiri Yesu alikuwa mwanadamu. Nikamwambia okay sawa. Nachukua argument yako kwamba Jesus was a human being kama wewe. Alikuwa mwanadamu tu aliyejaa roho kama mimi. Ndio hicho kwa ananiambia. Alikuwa tu ni mwanadamu aliyejaa roho kama mimi.
Nikamwambia okay, Yesu alisamehe dhambi. Unakumbuka Yesu alivyomwambia yule mtu umesamehewa dhambi zako? Nikamwambia okay, wewe sasa mwanadamu, hebu niambie ni lini ulimsamehe mtu dhambi? Yesu aliabudiwa. Matendo sura ya 9 inasemaje? Yule kipofu yule ambaye Yesu alimponya. Yesu alivyomwambia, je, unamwamini mwana wa Adamu? Akamwambia, akamwambia ni nani yule mwana wa Adamu nipate kumwamini? Yesu akamwambia ni mimi. Biblia inasema akafanyaje? Akainama akasujudu, akamwabudu Yesu Kristo. Nikamwambia wewe umeabudiwa lini mara ya mwisho, wewe ambaye uko sawa na Yesu? Kwa definitely huyu ni Mkristo ambaye yani doctrine hana, and that is our biggest challenge. It is very easy to deceive believers wa siku za leo. Matamasha ya kucheza na kuimba tunajaa sana. Comedy nini tupo. Neno sasa. Neno. Hivi hao ndo wanafunzi wote wa TAFES. Nafikiri mwaka jana tuna mwaka huu nimezunguka TAFES karibia vyo labda 4. Sidhani kama mko hata nusu. Lakini hebu ingekuwa ni tamasha la kuimba, alafu tuwalete na comedians wale, yani kiingilio chenyewe mngetoa. Mimi huwa nafanya conference za neno la Mungu. Niwaambie ambacho huwa tunafanya, huwa tunatoa usafiri wa bure, tunatoa chakula cha bure, tunatoa maji nini juisi perfect condition, tunakuchukua na gari hadi tunakuchukua na kukurudisha. Lakini bado ni kazi kweli kumleta mtu akae chini aje asikie neno. Lakini sasa hebu mtajie tu waimbaji wake wale wazuri na comedians na nini. Atatoa kiingilio, usafiri atatafuta mwenyewe, chakula yuko radhi, atakanja. Sasa sisemi kwamba kucheka ni vibaya wala nyimbo ni mbaya. Lakini the first thing ni nini? Doctrine. Paulo anamwambia Timotheo, watch your life and doctrine closely. Kwa nini? Kwa sababu doctrine inaua. Ukipigwa fundisho potofu unaweza ukafa. Sio unaweza. Fundisho potofu linaua. Fundisho potofu linaua. Wrong doctrine is a poison. Yaani ukiingizwa, kwa mfano saizi kuna kitu kinaitwa, I'm sure mmekisikia. Kuna kitu kinaitwa hyper grace. Theologically tunakiita hyper grace. Ushaisikia injili ya neema ile ambayo haina balance. Yaani wewe ukishaokoka umemaliza, mbinguni unaenda, hata Yesu akikukuta huko guest na msichana. Wewe si ushaamini? Ushaamini wewe, jina lako lishaandikwa mbinguni, wewe unaenda. Yaani how you live does not matter. Sasa ukweli ni kwamba kweli tuna uhakika wa uzima wa milele. Lakini sio kwa staili hiyo inayosemwa. Sio kwa staili hiyo inayosemwa. Na kwa mfano ukishapokea fundisho kwamba ukishaokoka umemaliza, hivi utaishi maisha matakatifu ya nini sasa? Kumbe unaweza tu ukaishi maisha ya dhambi. Alafu na bado ukapata kote, yani duniani hapo ukaishi unavyotaka na bado mbinguni ukaenda. Lakini hilo fundisho linapata nguvu kwa sababu Wakristo hatumjui Mungu. Wakristo hatumjui Mungu. Ndio alivyokuwa anasema mhubiri ambaye nilimkuta wakati nakuja, kwamba tunamchukulia Mungu kama baba tu mwenye upendo. Hatujui kwamba pia Mungu pia ni judge. God is a judge. Tunamchukulia God is love, yes. But also God is holy. Na utakatifu wa Mungu hauwezi ukaaccommodate uchafu wa aina yoyote. Hauwezi ukaaccommodate uchafu wa aina yoyote. Kwa hiyo doctrine ni kitu cha muhimu. Huyu mtu anayekuambia kwamba wewe unavyoishi does not matter, hakuambii kwamba Yesu alisema mkinipenda mtazishika amri zangu. Hakuambii kwamba Waebrania inasema Yesu amefanyika wokovu wa milele kwa wale wanaomtii. Hakuambii kuhusu hao watu ambao Yesu aliwakataa. Kwa nini Yesu aliwakataa wale watu tuliowasoma pale juu? Hivi unaweza ukatoa mapepo kama you are not a believer? Unaweza ukatoa pepo, ukatoa unabii if you are not a believer. So those people were believers. Lakini Yesu aliwakataa kwa nini? Aliwaambia ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Kwa mistari kama hiyo wala utaipewa. 3, for you to be an approved worker is character. Hebu sema character. Yeah, character is important. Dr. John Maxwell alisema talent will take you to the top, but character will keep you there. Character will keep you there. Vipawa, karama, vipaji, akili
zitakupeleka juu sana, lakini kitakachokufanya ubaki hapo juu ni nini? Ni character, ni tabia, ni tabia. Na hata kwenye hizi huduma sasa unaofanya as an approved worker, unajua wanasema you can teach what you know but you can only reproduce what you are. Unafikiri kwa nini Yohana Mbatizaji alisema mzae matunda na matunda yenu yapate kukaa? Kuna watu ambao wanazaa matunda ambao hayakai, Moja wapo kati ya baraka kubwa ambao Mungu anakupa ukiwa unaishi maisha ya uchaji ni kwamba pia hata matunda yako unayozaa yatadumu. Hata nyimbo, kama unatunga nyimbo zako, unafikiri kwa nini nyimbo nyingi hazidumu? Kwa nini kuna muda tunarudi kwenye nyimbo za miaka ya 90 huko? Tunarudi kwa kina Upendo Nkone huko, kwa kina Sedekia. Kwa nini nyimbo, sio zote, lakini kwa nini nyimbo unasikiliza kama publish? Yaani kweli mziki umepangiliwa, kuna flow nzuri, lakini unasema tu okay, hii ni nyimbo hii ni gospel flavor. Ni nzuri kama na drive labda, lakini kama nataka kuconnect na Mungu, nataka nyimbo ya kunipushi nisogeze kwenye uwepo wa Mungu, huu wimbo unanirudisha nyuma au unipeleki mbele. Yaani ushe kusikiza wimbo ambao unatakiwa ukusaidie kuconnect na Mungu afu wewe ndio unausaidia huo wimbo. Kinachomiss ni nini? Sio ubunifu. Sio nini, na sio wote of course. Hata sasa hizi Mungu ana watumishi wake tu wengi kwenye eneo la uimbaji. Lakini kinachofanya vitu vidumu ni hofu ya Mungu. Zaburi inasema the fear of the Lord is clean and it endures forever. Kinachofanya vitu vidumu, kitakachofanya kazi zako zidumu, maisha yako yadumu, sio vipaji. Kinachofanya vitu vidumu ni character. Hebu hivi fikiria waimbaji labda wa Bongo Flava ambao wakati wewe unakuwa ulikuwa unawasikia. Alafu karibu kafuatilia wangapi bado wapo. Alafu niambie kwamba hawana vipaji. Lakini kinachopoteza watu ni character. Kwa hiyo character is important. Na inaanza na wewe mwenyewe. 1 Timothy 4:14. Paulo anamwambia Timotheo, do not let anyone look down on you because you are young, but be an example for other believers in what? In your speech, behavior, love, faithfulness and purity. Mtu yeyote asiudharau ujana wako. Hapo anaongelea nini? Anaongelea character. Yaani wewe kweli, unajue Timotheo alikuwa ni nani? Timotheo alikuwa ni mchungaji wa kanisa la Efeso. Kanisa kubwa, very dynamic church. Alafu yeye mwenyewe alikuwa in his 30s. Alikuwa kijana mdogo, alafu mchungaji. Kwa kama ni kipawa alikuwa nacho. Lakini Paulo anamwambiaje? Anamwambia talent is not enough. A gift is not enough. Character is what will sustain you. Anamwambia mtu yoyote asiudharau ujana wako. Usimpe mtu sababu ya kukudharau. Yaani usivae kwa namna ambayo mtu akikuangalia tu mara ya kwanza anasema hapa hamna kitu. Anasema, yaani usikubali ukataliwe kabla hata hujasikilizwa. Kwa namna tu unavyoonekana. Especially kama unaenda kumwakilisha Yesu. Hivyo nafikiri kwa nini makuhani walikuwa na special mavazi special. Kwa sababu Mungu anajali pia kuhusu hivyo vitu. Kwa Paulo anamwambia Timotheo, usijenge mazingira yoyote ya mtu kukudharau kwa sababu wewe ni kijana. Unajua mara nyingi sana unavyoendelea kwenda mbele utagundua watu wazima huwa wana namna fulani wanavyomchukulia kijana. Yaani tayari wewe ujue tu tayari ukifika sehemu ya watu wazima tayari wana perspective yao. Kwa usiwafanye waone kwamba wako sahihi. Yaani watu tayari wanamchukulia afu unaenda pale umepiga zako namna fulani
umepiga zako jinsi imekatwa katwa. Unaweza ukavaa hivyo ukiwa bado unaenda beach, si unaenda wapi, lakini unaenda kumwakilisha Yesu kwenye praise team na kwenye worship team. Cha kwanza mtu anachokutana nacho they will look down on you. Sasa Paulo anamwambia Timotheo usikubali hiyo ifanyike, lakini anamwambia uwe kielelezo kwenye nini? Kwenye speech. How you speak, that is character. That is character. And for you to be an approved worker, inabidi ujifunze namna ya kuongea na watu. Unajua kuna mtu ambaye watu wote anaongea nao sawa. Message zake zile za saksa, wewe ni mchungaji, sio ni nani, anakutumia hivyo hivyo. Herufi kubwa, saksa, thanks ya TX. Yaani kila mtu wewe kwake anamchukulia sawa. Unamkumbuka wale watu wa Mafarisayo walivyoenda kwa Yesu wakamwambia tunajua wewe hujali cheo cha mtu. Kwa kuna watu pia nao hawajali, yani wewe ni baba, sio ni mama. Yeye anaongea na wewe kama anavyoongea na marafiki zake. Sasa Paulo anamwambia Timotheo namna unavyoongea inabidi uwe kielelezo. How you choose your words. Lugha unayotumia. Namna unavyoongelesha watu. Ulivyo mtu wa shukrani. Mtu wa shukrani, mtu anayeomba msamaha akikosea, mtu anaye take responsibility kwa makosa yake. Speech. Cha pili anamwambia behavior, how you conduct yourself. An approved worker, jinsi ambavyo anajiconduct. An approved worker unamwona anapita labda anakatisha hapo katikati ameshikana mkono na mkaka. Hivi kushikana mkono na mkaka ni dhambi? Sio dhambi, si ndio? Ni dhambi au sio dhambi? Sio dhambi. Lakini ni kitu cha kizuri ambacho kinaonyesha mfano mzuri. Sio kitu kinachoonyesha mfano mzuri. Kwa hiyo kuna conduct. Kuna a code of conduct. Kuna unexpected behavior. Mtu ambaye ni mhudumu wa Injili anatarajiwa tabia zake zikoje? Upendo, faithfulness. Paulo anamwambia kitu kingine, uaminifu. Huwezi kuwa mhudumu wa Injili afu unakopa watu hulipi. Hivi nafikiri ukija hapa mimi nakudai afu unahubiri. Naweza nikapokea kwa sababu namsikiliza Roho Mtakatifu, lakini utanipa kazi ngumu sana ya kuchambua, yani nikatae mawazo yote afu niseme bwana, hebu ngoja ni focus na neno tu. Lakini uaminifu. Mhudumu wa Injili ana approved worker, unatakiwa mwaminifu kiasi kwamba mtu anaweza akakuachia maisha yake wewe akaenda kwao. Anajua nikirudi maisha yangu yako salama. This is an integrated. Unajua integrity, kuwa na integrity ni kuwa one. One in what? Unachokiwaza, unachokisema na unachokifanya. Yaani unatakiwa ukimwambia mtu neno hilo neno aweze kwenda nalo benki. Aseme jamani, kaka fulani ameniambia kwamba Jumatatu atanirudishia hela yangu. Kwa hiyo naomba hapa benki mnipe mkopo. Jumatatu najua hiyo hela itakuwa imerudi. He is a man of his word. He is a man of his word. Kumbuka kipindi namchumbia mke wangu. Mimi nilikuwa mwanafunzi. Mimi nimeoa nilikuwa law school at that time. Kwa hiyo mke wangu alikuwa na watu kadhaa pale ambao wameshaenda labda kama 3, 4, 5. Watu tu wenye nafasi zao, wenye kazi, sio wanafunzi. Mimi peke yangu ndio nilikuwa mwanafunzi. Alafu kwa sisi wote tulikuwa tumeshaenda, afu yeye bado haja make up her mind na yeyote bado. Sasa siku moja akiwa tu amekaa nyumbani, Roho Mtakatifu akamletea wale watu wote ambao tumeshaenda pale. Akaanza kuwa disqualify mmoja baada ya mwingine. Akamkumbusha kwamba huyu hapo unakumbuka. Kwa uzuri sasa tumekuwa kanisa moja kwa anafahamu. Nakumbuka huyu alishai kusema hiki si hiki kikawaje? Huyu is a no. Alafu yeye sana ananiambia. Roho Mtakatifu akamwambia Patrick is a man of his word. Kwa sikuwa na hela, sikuwa na kazi, lakini nilioa miaka 7 almost 8 iliyopita. Sababu tu ya being a man of my word.
being a man of knowledge. Kwa Mungu akamwambia I can trust this guy to take care of you, sababu anachokisema anakimaanisha. Kwa hiyo faithfulness is a capital, and it is very important kwa mtu wa Mungu. Na cha mwisho anasema and purity, kwenye usafi, kwenye usafi. Unajua, you cannot be a preacher or a singer or a worker in the kingdom of God and sleep with people. Yani kuna vitu ambavyo they are not compatible. Kuna vitu ambavyo haviendi pamoja. You can't sleep around and be a minister of the gospel. You either choose one or the other. Kwa nini? Kwa sababu you have to be an example so in purity, usafi, usafi wa roho. Usafi wa roho. Paulo anamwambia Timotheo kwenye 1 Timothy 5:2, anamwambia namna ya kudili na watu. Anamwambia the older women as mothers and the younger women as sisters with absolute purity. Anamwambia Timotheo utakavyokuwa. Kumbuka Timotheo ni kijana, sijui hata kama alikuwa ameoa au hajaoa, but he was a young man in his 30s. Paulo anamwambia unavyointeract na wadada hapo kanisani kwako, bwana mchungaji, unavyointeract nao hao wadada wa Efeso, anamwambia unatakiwa uinteract na hao wadada kama dada zako. How do you treat your sisters, your blood sisters? How do you treat your brothers? Ushai kumtania kijana wa kiume kuhusu mdogo wake wa kike? Mimi nishai kuona mtu anapigwa kwa sababu tu amemuuliza yule jamaa, mdogo wako yupo? Hilo ni kosa. Unamuulizia mdogo wangu wa nini? Yaani we ni nani kwanza? Kwa mtu akapigwa tukaenda nyumbani. Lakini hebu kamfuatilie huyo jamaa, yeye kwa dada wa watu wengine yeye anafanya nini? Sasa Paulo anamwambia kitu ambacho huwezi kumfanyia dada yako usimfanyie dada wa mtu mwingine. Jinsi unavyoishi na dada zako iwe ni sawa sawa na unavyoishi na dada zako katika Kristo. Ile mipaka ulionayo. Kabla hujamtumia text dada wa kwenye fellowship, jiulize hiyo text unaweza kumtumia dada yako? Na sio dada tu, hata kaka. Kabla hujamuentertain huyo kaka, ujiulize huyu mtu sio mchumba wako, sio mume wako. Kwa mujibu wa maandiko unatakiwa uishi naye kama nani? Kama kaka yako. Unaweza ukashikana mikono na kaka yako usiku mnaenda mnarudi. Unaweza ukawa unaongea na kaka yako usiku hadi asubuhi, hamna agenda. Paulo ana set the standard with absolute purity. You should be able, yani unajua ni shetani tu ametuharibu hiki kizazi, lakini Mungu alivyokuwa amekusudia, Mungu alikusudia tuishi kwa upendo sana. Yaani kaka na dada katika Kristo mlitakiwa muishi kwa upendo zaidi hata ya kaka na dada wa kuzaliwa. Lakini tumeharibu boundaries. Tumeharibu boundaries kiasi kwamba sasa hizi tukiwaona mmekaa mahali wawili mnaongea, lazima tutajiuliza hawa watu wanaongea nini. Lakini tungekuwa tunaishi kwa usafi wala tusingejiuliza. Tungejua ni kaka na dada katika Kristo. Sasa you should be able to do that. Wanaume wote wangapi? Wote ambao unawafahamu katika fellowship yenu wanapaswa kuwa kaka zako, kama kaka zako wa kuzaliwa. That is how you should live with them. Kuna a very clear demarcation. This is my brother. Hata ukimwona anakuja nini analeta mazoea, mwambie kakaangu unaendeleaje? Bwana asifiwe, nifurahi kuona unanikumbusha sana kuhusu kakaangu nyumbani nilimwacha. Yaani anatakiwa mmoja tu ndo aje kucross hiyo line ambayo Mungu atakupa. Same applies kwa wadada. Kuwe na very clear boundaries. Yaani usiwe na watu kwenye maisha yako ambao hujui huyu nani, huwezi kumuelezea kwamba yeye ni nani. Sio rafiki yako, sio kaka yako. Yaani tu yupo, yani anaingia na kutoka. That is not on the Bible. Huyo sio Mungu. Huyo anaweza kama mtu mwingine lakini is not a workman who is approved. Sio a workman who is approved. Kwa hiyo
Paulo anamwambia Timotheo, na sidhani kama Paulo alikuwa anatunga tu hivi vitu. I'm sure alikuwa na sababu kwa nini anamwambia. Alikuwa na sababu, na kupitia yeye na sisi pia tunajifunza. Kwa hiyo unatakiwa uishi na wadada kama dada zako, na wadada unaishi na wakaka kwenye nyumba ya Mungu na huko duniani kote kama kaka zako. That is what God expects. Challenges, changamoto ambazo unapproved worker anaweza kuziface and how to handle them. Unakaribia mwishoni. Kama una swali utaliweka tali. Challenges that an approved worker faces. Tuko pamoja jamani? Sioni mtu yote anayelala, kwa hiyo naona tuko pamoja. Cha kwanza, challenge ya kwanza, kwa mfano Timothy had to lead a large and complex church at Ephesus in his 30s. In his 30s. Wangapi mko in your 20s? Wangapi ni teenagers? Wangapi hawajui kwamba ni 20 au ni namshukuru Mungu tu kwamba wako hai. Sasa I want to show you kwamba 30 is not, sio mtu mzima sana. He was young and he was trusted with this enormous responsibility ya kuongoza watu. Kuongoza watu sio kazi nyepesi. That was a challenge, lakini hata siku moja Mungu hatakupa kazi ambayo hajakupa neema ya kuweza kuifanikisha. Ukiona Mungu amekupa responsibility, ujue pia imekuja na grace. Na grace ya kuweza kuikamilisha. So he had this enormous responsibility. He had that responsibility. And how did he handle that? Hiyo changamoto ya uongozi alihandle vipi? Na kanisa lake lilikuwa lina issues. Ukisoma hii barua ya Paulo, utagundua hadi anaambiwa mtu yoyote asiudharau jana. Kwa maana yake nini? Kuna watu walikuwa wanamdharau. Alikuwa na changamoto pia. Yaani lazima Paulo asingekuwa tu anamwambia. Yaani ukisoma hii barua ni kama Paulo anajibu maswali fulani. Kwa hiyo yeye alihandle vipi changamoto? Cha kwanza alikuwa na mentors. Paulo alikuwa ni mentor wake. Yaani hizi barua mbili alizomwandikia, First and Second Timothy. Na actually First and Second Timothy ni barua ambazo Paulo aliziandika akiwa gerezani tayari Rumi kule. Kwa hiyo alihandle vipi hizi changamoto? Alikuwa na mentor. He had a mentor ambaye ni Paulo, ambaye alikuwa anamguide, alikuwa anamuelekeza, alikuwa anampa experience. So wewe pia kwenye changamoto ambazo utakutana nazo, you need Mungu akuongoze uweze kupata mentors. Lakini kingine alikuwa na knowledge. Hizi barua zote ukizisoma hizi ni ufahamu na knowledge ilikuwa inaingizwa kwake. He had knowledge, alikuwa ni mtu wa kujifunza. He also had the power of the Holy Spirit. Alikuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo ilikuwa inamwezesha kuweza kufanya majukumu yake ambayo alikuwa anayafanya. Lakini pia he was diligent in the word. Alikuwa na bidii katika neno. Kwa hiyo ikamsaidia kuweza kukabiliana na hii changamoto ya responsibility ambayo alikuwa amepewa. Kwa hizo ni njia ambazo pia na wewe zinaweza zikakusaidia. Changamoto ya pili ambayo Timotheo alikuwa anakabiliana nayo ni changamoto ya mafundisho potofu. Mafundisho, false doctrine and opposition, aliyokuwa anakutana nayo kanisani. Hiyo pia ni changamoto ambayo na wewe utakutana nayo tu. Mojawapo kati ya sifa za siku za mwisho ambazo Yesu alisema ilikuwa ni manabii wa uongo, si ndio? Kwa manabii wa uongo wako wanatimiza maandiko. Lazima utakutana nao. Ni wewe tu sasa Mungu akusaidie namna ya kuweza kuijua kweli. Namna ya kukabiliana na uongo ni kuijua kweli. Ukijua kweli huwezi kudanganya. Kitu cha pili kingine ambacho Timotheo alikuwa nacho ni timidity and fear. Timotheo anaonekana Paulo, kwa jinsi Paulo anavyomwandikia inaonekana hakuwa na courage sana. Ilibidi ajazwe neno la kumpa courage. Paul had to encourage him that God did not give him a spirit of fear. He was likely shy or easily intimidated, necessitating advice to be strong in the grace that is in Christ Jesus.
Kwa kuna mtu ambaye hapa naye ni mwoga. Timotheo ana relate na wewe. Lakini Paulo anasema hatujapewa roho ya nini? Roho ya hofu, bali tumepewa roho ya nguvu. We have received the spirit of power and of love and of sound mind. Of sound mind. Kwa hiyo lolote ni neno. Lakini pia changamoto nyingine ambayo Timotheo alikubana nayo, Timotheo alikuwa na changamoto ya afya pia. Physical health. Ndio maana Paulo anamwambia asitumie maji tu, atumie na nini? Na mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo lake. Kwa ajili ya tumbo lake. Sasa hii pia inatuonyesha kwamba Paulo angeweza kumwombea apone, lakini pia mwisho wa siku kuna sio anayeamua cha kufanya na mtumishi wake ni Mungu. Nilikuwa namsikiliza naangalia documentary ya Ron Kenoly. Mmemfahamu Ron Kenoly? Nafikiri yeye ni Gen Z, labda mmemsikia baada ya kufa. Lakini he was very big back in the days. Wakati mimi nakuwa, yani ndo alikuwa one of those. Sasa mtoto wake alikuwa anasema Ron Kenoly ameumwa maisha yake yote. Yaani hata wakati ana record album sisi ana nini alikuwa anaumwa. For almost maisha yake yote. Lakini haikumzuia kulitumikia kusudi la Mungu. Unaweza kusema kwa nini Mungu hakumponya? Mungu anaamua yeye mwenyewe cha kufanya. Mungu anaamua yeye mwenyewe cha kufanya. Lakini changamoto na Timotheo pia. Sasa changamoto za Timotheo za kiafya hazikumzuia kuwa productive kwenye ufalme wa Mungu. Paulo mwenyewe alikuwa anamwiba. Anasema amemuomba Mungu auondoe mara ngapi? Mara 3. Lakini anasema neema ya Mungu inanitosha. Kwa hiyo usitumie changamoto za kiafya kama excuse. Bwana akusaidie uweze kukabiliana nazo. Kitu cha muhimu kingine is to stir up the gift of God in you. To stir up the gift of God in you. 2 Timothy 1:6 inasema for this reason I remind you to fan into flame. Hebu sema to fan into flame. Yes, the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Fan into flame the gift of God. Chochea karama ya Mungu ambayo iko kwenye maisha yako. Niwaambie hakuna mtu hapa hata mmoja ambaye Mungu hajaweka kitu fulani ndani yake. Kila mmoja wetu ana karama ambayo Mungu alimpa. Siku ulipompa Yesu Kristo maisha yako, Mungu alideposit kitu fulani cha kimungu ndani yako. Lakini mara nyingi hatukioni kwa sababu hatujakifanya into flame. Hatujakichochea hicho kitu kiweze kufanya kazi. So you have a gift of God, you can fan it into flame or you can let it lie dormant. Yaani kipawa ambacho Mungu amekupa unaweza ukakichochea kifanye kazi kama Timotheo, au unaweza ukakiacha tu kilale hadi siku ya mwisho ukienda mbinguni umpelekee Mungu kitu chake umrudishie. Mrudishie kama alivyokupa. Kuna mtu hataki kumuingiza Mungu hasara. Ni kama yule mwanafunzi mbaya, yule mtumwa mbaya akaenda kuifichia ile talanta ya watu ili isichafuke, isikumbane na mambo mengi, mwisho wa siku ipotee, akairudisha kwa Yesu Kristo kama alivyopewa. Alipongezwa sana kwa kufanya hivyo, si ndio? Yesu alimuita nani? Alimuita wicked. Yesu alimuita wicked. Yaani kuwa na vitu vya kimungu ndani yako afu umenyamaza navyo. Umekaa kimya, you don't fan them into flame kwa ajili ya ufalme wa Mungu. That makes you a wicked person. Kwa sababu Mungu angeweza kuvitumia kwa ajili ya utumishi wako. How do you fan into flame these things? You fan them into flame first by using them. Yaani chochote Mungu alichokiweka ndani yako, ukiona una neema fulani kwenye eneo fulani, namna ya kufanya hicho kitu kikue ni kuanza kukifanyia kazi. Mimi nilianzaga ilikuwa kwa mfano nikipata wazo fulani nikaliandikia, labda nikaposti Facebook wapi, nikawa naona response ya watu.
Baadaye nikapata idea nikiwa second year, nikiwa kwenye maombi, nikapata idea ya kitabu changu cha kwanza. Nikakaa chini, nilikuwa nakaa hall 4 pale UD. Wangapi mmetoka UD? Nilikuwa nakaa pale hall 4. Kile kitabu changu nilikiandikia pale hall 4 pale. Nikakiandika kia kinaitwa Mtu wa Tofauti. Kidogo hivi chekundu, hata hakipo tena kwenye circulation. Kilichonifanya nikajua kwamba nina neema ya uandishi Mungu amenipa ni kwamba ninaweza nikawa sina chochote, yani sina idea yoyote kichwani, lakini nikikaa nikaanza kuandika najikuta peji 5 zimejaa, na nikimpa mtu asome anaona hiki ni kitu ambacho kina nguvu, kinaweza kikabadilisha maisha yake. So that's when I knew. Kwa nikaanza kuandika kile kitabu cha kwanza, nimekiandika sikuwa hata na hela, yani hata nilitumia bumu yani kukiprint. Yaani hata hela ya kudesign covers kwa nayo. Nimwambia tu yule jamaa anaye print, hebu weka tu vizuri ilitokee cover fulani twende mjini. Kwa jamaa akaweka fulani, nikatumia bumu langu nikaprint. Kile kitabu kilienda, yani kiliisha. Na kile kitabu ndio kilinitambulisha kama mwandishi. Years later, maybe 10 years later, that was 2015, now it's 2026. 10 years later, kwa msaada wa Bwana nimeandika 7 books. Lakini hiyo imewezekana kwa sababu nilikuwa ninachochea hicho kitu cha kimungu ambacho Mungu alikuwa amekiweka ndani yangu. And I'm sure nisingeandika. Kwa mfano, ukienda kwenye Instagram yangu utaona testimonies za watu zinazotokana na vitabu ambavyo nimeandika. Hizo ni chache ambazo nimeziposti. Sasa hawa watu wote wangeguswaje? Nishakutana na kijana mmoja akaniambia, nilikutana naye mwaka jana sio, akaniambia mimi nilikutana na kitabu chako cha Mtu wa Tofauti nikiwa form 2. I had a porn addiction. Kile kitabu ndio kilinitoa kwenye porn addiction. Sasa hapo mimi nakutana naye yuko chuo kikuu, si mwaka wangapi. Lakini kitu kilichomtoa ni kitu ambacho mimi nilikiandika bwenini. Yaani nilifanyia kazi tu kile kitu ambacho nimeweka. Kumbe Mungu ameweka majibu kwa ajili ya watu. Kwa wewe pia, I want to encourage you. Kama una neema, na sio kama, kila mtu ana neema fulani. Kila mtu ana neema fulani. Hiyo neema ifanyie kazi. Mnakumbuka the law of use and disuse? Hivyo alikuwa nani aliyesema hiyo? Biologist. Yule jamaa yule Charles Darwin. Mimi mwanasheria nakumbuka kuliko nyie, afu nimesema biology siku nyingi. Lakini tusimdismiss tu kila kitu alichokisema. Kuna baadhi ya vitu alivyosema vina make sense kwenye dunia ya kila siku. Usipotumia kitu, hata kama hicho kitu kina nguvu kiasi gani. Yaani kwa mfano una neema ya uandishi wa nyimbo, lakini unaona nyimbo zako sio nzuri, anza kutunga mbaya, yani hizo mbaya. Tunga mbaya kama 2-3 zirekodi, pale utashangaa zinaanza kutoka nzuri sasa. Zinaanza kutoka nzuri, lakini you have to use it. You have to use it. Kuhubiri, yani you have to start somewhere. Mimi wakati naanza kuhubiri nilikuwa naachiwa na rafiki yangu anaitwa Mwanjoka. Alikuwa yeye akihubiri devotion shule, akimaliza mimi ndo naenda kumalizia sasa pale baada ya dakika 2-3 zile za mwisho. Alikuwa ananiachia. Lakini nilikuwa na feel kwamba I have something. Baada ya muda nikaanza kuwa nahubiri mwenyewe full session. Kwa you have to start somewhere. Whatever Mungu alichokupa, do it. Fan that gift into flame. Fan it into flame. Na Mungu ataitumia kuyabariki maisha yako. Imagine kitabu The Gift of God ambayo nilikuwa nailalia imeweza kugusa maisha ya watu, na mimi pia imeweza kugusa maisha yangu. Even 10 years later. It is still there. Most of my readers, sasa hivi nikitoa kitabu sipati shida sana, kwa sababu kuna wasomaji wangu nimetoka nao tangu second year hadi leo hapo. Kwa hiyo nikiandika chochote, kwa sababu wanajua ninaandikaje, sihitaji kuwafanyia marketing. Kwa hiyo it's like I have grown with them. Kwa hiyo the best thing to start, the best time to start is now. Wanasema by the time unamaliza chuo, inabidi watu wako ambao unaishi nao wawe wanajua kwamba wewe unatatua tatizo gani. Yaani wewe unaweza kufanya nini? Kuna kipawa gani ambacho Mungu amekupa ambacho unaweza fan into flame. Fan into flame the gift of God. You need to overcome fear. And how do you overcome fear? You overcome fear by
You do it afraid. Do it afraid. Feel the fear and do it anyway. Feel the fear and do it anyway. Hivi wangapi ushawahi kufanya mtihani ukiwa unaogopa? Wakati unafanya mtihani wako wa la 7 au wa form 4, nani alifanya mtihani wa form 4 akiwa anaogopa? Anatetemeka, na sweat. Umefika chuo au hujafika? Hata mitihani unaofanya ukiwa unaogopa pale inakusogeza mbele kwenye maisha. So you don't need to be very courageous. Huhitaji kuwa unajiamini sana au huna hofu yoyote. Unaweza ukatumia karama na vipawa Mungu alivyokupa ukiwa unaogopa hivyo hivyo, alafu baada ya muda tu hofu ikishaona umeignore inaondoka yenyewe. So fan into flame means also don't allow the fire to go out. Don't allow the fire to go out. Listen to successful ministers in your area of calling. Read books and listen to sermons. Read books, listen to sermons. Invest kwenye ufahamu wako wa kumjua Mungu. Invest kwenye ufahamu wako wa kumjua Mungu. So all of us, every believer is a minister. Every believer. Namalizia hivi. Every believer is a minister. Kila mtu ana wito wa Mungu kwenye maisha yake. And you just have to know wapi exactly. Lakini kila mtu ana wito wa kimungu, na the harvest is plentiful and there is no room for spectators. Mungu hajamuokoa hata mtu mmoja ili aje kuwa mtazamaji. Kila mtu ameitwa aje kufanya kazi. Kwa ukiona mtu ni mtazamaji ni kwa sababu anategea kazi. So you are called and you are a minister. Sema I am called and I am a minister. Yeah, that is who you are. That is who you are. So go and heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received, freely give. Freely you have received, freely give. So spend time with Jesus, and from there do whatever he tells you to do. Naomba maswali.